Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wapendwa katika ukumbi wetu wa WhatsApp Iko Wapi Zamani. Karibuni leo katika kipindi chetu, kipindi maalum. Ikiwa leo ni tarehe 18 June mwezi wa 6 2025, na kwa hakika ni siku ya huzuni kubwa katika mji wetu wa Mombasa na pwani nzima kwa jumla, kwa kupambazukiwa na habari za kuwapoteza mashujaa wetu wawili miongoni mwa mashujaa katika nyanja tofauti. Tumepata salamu siku wa jana za kumpoteza mmoja katika maprofesa wakubwa katika mji wa Mombasa, maarufu Profesa Ahmed Idha, na vile vile kufikia nyakati za asubuhi alfajiri sikatufikia habari hapa za kumpoteza shujaa mwingine ambaye ni aliyekuwa refari katika mji wa Mombasa, naye si mwingine bali ni mzee wetu Said Ali. Ni siku nzito kwa hakika ya huzuni, na hatuna la kusema isipokuwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kadari yake na kuwaombea mashujaa wetu hawa, Mwenyezi Mungu awarehemu na awaweke mahala pema pamoja na watu wema. Tumebahatikiwa kwa muda wa tuseme takriban mwaka mzima wa kipindi hichi kuweza kufanya mahojiano na refari Said Ali maarufu Said Makapu, na tukainasa sauti yake vizuri sana akiwa katika hali njema, fahamu zake zilipokuwa imara, anakumbuka kwa kiasi chake kulingana na umri aliokuwa nao, lakini alitufaidisha na mahojiano tuliyoyafanya na akayafurahikia na akatupa radhi zake mwenyewe. Mwenyezi Mungu amrehemu huko aliko. Nina pendekezo tu mimi kwa ndugu zangu watu wa Mombasa ama pwani nzima kwa jumla, kwa vile baada ya vifo vya hawa mashujaa wawili nimepata baadhi ya jumbe kutoka kwa ndugu zetu kutoka hapo mjini wakiwa na maombi yao, na wakahuzunika sana kwa kutoweza kuhudhuria mazishi yote mawili kwa sababu yamekuja katika wakati mmoja. Pendekezo langu mimi kwa niaba ya Iko Wapi Zamani, kwa vile Iko Wapi Zamani ni chombo ambacho cha kuunganisha jamii yetu, chombo ambacho cha kutuzindua kutoka katika minyororo ya udhaifu na udhalilifu, nilikuwa nataka tujaribu kuwaza hili jambo. Siko katika kutaka kuingilia ubinafsi katika mambo haya ya kufiwa na mazishi, lakini ni shauri tu ambalo pengine wengi wetu tukilifikiria tulifanyia ni bidii, kila mmoja ajitahidi kadiri ya uwezo wake kuleta mageuzi mazuri. Nasema hivi, shauri lenyewe, lau itatokea vifo vya watu wawili mashuhuri katika mji na ikawa mazishi yao ni makaburi tofauti, kwa sababu kila jamii wana sehemu zao za kuzikana, ingekuwa uzuri sisi tuwe ni watu wa kushauriana na kushirikiana katika mambo yote tulionayo. Undugu wetu tuuzidishe kuliko hapa ulipo, kwa sababu kuna watu wamesikitika sana leo kukosa mazishi
ya Said Ali, wakaenda kumzika Profesa Idha. Na kuna wengine wamesikitika sana kwa kukosa kumzika Idha, wakaenda wakamzika Said Ali. Hizi jamii mbili ni watu wa moja, tunatoka katika mji mmoja, dini yetu moja, undugu na usuhuba wetu ni wa zamani. Ingekuwa watu wanapitiana na kupeana mashauri mazuri. Siku ikitokea watu wawili mashuhuri mjini wamekufa, tusikizaneni, tuwekeni muda wa kupishana ili watu wapate kuzika huku na kuzika huku. Hili ni shauri tu, wala sikutaka kuvuka mipaka kuingilia maisha ya watu, lakini ni shauri. Lao litaonekana ni zuri, basi Waislamu tugeuzeni miondoko yetu kidogo kidogo, tukiwa tuenda katika hali bora. Watu wangeelewana, wakasema basi huyu tutamzika kwa hisani zenu, twawaomba waendewe kwa uzuri na kuombwa, mzikeni ya dhuhuri na huyu mmoja tumzike alasiri, au tutafuteni time tofauti tukitoka kuzika, kwa sababu wenye kuzika ni hao mjini. Lakini ikawa leo ni siku ya masikitiko mara mbili kwa baadhi ya watu. Wanasema tutajigawanya, nyinyi nendeni huko na nyinyi, lakini uwezo ulikuwa huko wa watu kwenda kuzika huku, wakazika na huku. Huyu akazikwa dhuhuri, huyu mwingine akazikwa alasiri. Kwa hivyo hilo si jambo la kushurutishana wala kuingiliana, lakini ni jambo la pendekezo. Tulifikirieni siku za usoni, ikitokea habari kama hizi, mtu ankufa usiku wa jana, nafasi iko mazishi kesho mpaka alasiri, basi tukipanga mipango yetu vizuri hivi, iko wapi zamani itatuunganisha vizuri hapo. Naam, kwa mukhtasar tena narudi katika kipindi chetu cha leo, ikiwa leo ndio tumejaliwa kutoa kanda yetu ya mahojiano na aliyekuwa refari wa Kenya na Afrika ya Mashariki nzima, Said Ali. Tulifanya naye mahojiano refari Said Ali akiwa katika furaha na uzima, na akatuangazia mambo mengi, akafurahikia haya tunayoyafanya, akaturidhia kama mzee wetu. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu amrehemu huko aliko, amtakabalie maombi yake juu yetu, na sisi tunyokewe mambo yetu, tupendane, tuzikane, tufurahini pamoja inshallah. Kwa mukhtasar huo, na wakaribisha musikilize mahojiano haya chini ya anwani nyota kuu ya marefari aga dunia, Said Ali Khamis Al-Afifi, Said Makapu aga dunia. Karibuni wasikilizaji wetu. Shukran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wasikilizaji wetu wapendwa wa kipindi hichi maalum, kipindi cha historia ya mpira katika mji wa Mombasa na vitongoji vyake. Karibuni tena. Karibuni leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Mei 2024, siku ya Alhamisi. Tumebahatikiwa kumpata mzee wetu mkongwe katika mji wa Mombasa, ambaye alihudumikia masala ya mpira kama refari kwa muda mrefu sana. Ametulea wengi tangu ni wadogo mpaka tukacheza mpaka tukaritaya, yeye akiwa ni refari, na si mwingine bali ni Said Ali. Said Ali ni refari maarufu mjini Mombasa, bali Afrika ya Mashariki nzima. Amehudumikia mpira tangu enzi za zamani akiwa na wenzake ambao leo hatuko nao, kina mzee Maulidi na wengine. Kwa hivyo leo ni fursa adhim, fursa kubwa ya kufaidika kutokana na historia ambayo mzee wetu Said Ali leo atatupa, kulingana na kukumbuka kwake na mingineo. Pengine huenda tukamkumbusha akawa amesahau, lakini tutashirikiana na yeye katika kipindi hichi ili sote tufaidike, hususan kwa kizazi chetu kinachokuja, wapate kumjua Said Ali alikuwa ni mtu gani. Mzee Said Ali, karibu, na tafadhali
Ujitambulishe kwa wasikilizaji wetu, jina lako kamili, mwaka uliozaliwa, mtaa uliozaliwa, kukulia kwako na mambo ya mpira, na kama ulikuwa na jina jingine la mtaani. Maana siku hizo watu wana majina ya tunasema majina ya kubandika ama nini. Kwa hivyo utupe faida ambazo ulizokumbana nazo katika mambo ya mpira. Karibu bwana. Naam, shukran. Kwanza nimefurahi kwa kujitokeza kuhusu mambo ya mpira. Kwa hakika nikianza na jina langu ni Said Ali Khamis El Afifi. Jina hilo ni jina maarufu sana hapa Mombasa na sehemu za nje. Kwa hakika mimi nimezaliwa Mombasa na nimekulia Mombasa, nimesoma Mombasa na vile vile nimefanya kazi Mombasa katika county mpaka siku ambayo nimeretire. Baada ya hapo niliingilia mambo ya mpira, tukianza na vilabu vidogo. Tulicheza klabu moja Mwembe Kuku Wananyuki. Ile klabu tumeitengeneza vizuri, tukakulia nayo mpaka wakati niliacha kwa sababu ya kupiga firimbi. Na insha Allah nilipiga firimbi kuanzia 72 3 na kama na 4. Baadaye nikaingia FIFA 75. Baada ya kuingia FIFA, alhamdulillah, ndio nikaanza kupewa mechi zile za kueleweka, mechi za kisawa ambazo zinasumbua watu sana. Baada ya hapo nilichezesha mechi nyingi sana, hata siwezi kuzitaja, nyingi sana. Hapa Mombasa nimechezesha mechi zaidi ya 100, mbali mechi kubwa za Super League yetu hizi za Kenya, kina Gor Mahia, Abaluia, kina Bandari na wengineo wengi. Baada ya hapo nikaanza kutoka nje kwenda kuchezesha mechi kama Somalia, nini hapa Mozambique,
na Zimbabwe, Zambia, Madagascar na Malawi na nchi kama mbili hivi za upande wa Arabuni. Nilienda nikachezesha, basi alhamdulillah tukarudi salama. Lakini mechi ambazo nimechezesha nje si kidogo hivyo, ni nyingi sana. Nakumbuka safari moja nilipigiwa simu kwamba Nairobi kunataka FIFA referee ambaye amekomaa. Basi nikapigiwa simu. Ilikuwa kwa mechi ni ya Gor Mahia na Abaluhia. Mechi ya Gor Mahia na Abaluhia waliniletea tikiti ya ndege kutoka hapa Mombasa mpaka Nairobi, kutoka Mombasa mpaka Nairobi. Alhamdulillah nikaenda kuchezesha vizuri na game ikamalizika vizuri, kila mtu akawa amefurahi wakati ile mechi inachezwa. Na ni mechi nyingi za FIFA nimechezesha, nyingi sana, lakini siwezi kuzitaja zote. Lakini hapa Mombasa ni mechi zile kubwa kubwa ndio sisi utaguliwa kutoka Nairobi, basi tukaletewa message tu, ambao message ile inakuja kwako wewe referee. Na mechi nyingi zile za ugomvi ambazo mimi ndio mara nyingi huenda nikazichezesha. Nafikiri kwa hapo sitaendelea zaidi, nitakomea hapo. Naam, kwa faida ya somo zima la historia, ni jambo muhimu kuleta zile kumbukumbu za mambo ambayo watu hawakuyashuhudia, lakini ikiwa wewe ndiye uliyoshuhudia, sasa wewe utakuwa ndio macho yetu sisi. Na kupa suala moja ambalo pengine huenda likatupa faida sisi: ni kitu gani hasa kilichokuvutia mpaka ukawa ni referee? Au kwa njia nyingine niliulizie, kabla yako wewe ukiwa ni kijana mdogo, bila shaka palikuweko na marefarii. Waweza ukawakumbuka ni kina nani waliokuwa marefarii kabla yako, ili angalau na sisi tupate kuwakumbuka, kwamba kwa sababu hakuna mwingine atakayetueleza wale ambao uliwaona wewe na hatukuwaona sisi. Nafikiri nimefahamika inshallah. Sasa hiyo ni sawa usemavyo, lakini katika wale ninawakumbuka mimi
ni Ngesa, ambao ni marefari. Mmoja ni Ngesa, Hussein Moya, Jumanne Mvudi, na Maulidi Asala Khasil. Si watu kidogo, kulikuwa na marifari over 30. Sasa ambao nawakumbuka haswa sina kumbukumbu ya rifari wengi ambao nimewatumia, lakini ni wachache ambao nawakumbuka, na kisha ni watu ambao waaminifu. Sijui kama una swala jingine hapo, unanifahamu? Naam, shukran sana bana Said Ali kwa kumbukumbu zako. Tumefaidika hapo vya kutosha. Pengine napenda utupe faida katika jaribio uliowahi kulisimamia la kuanzisha ligi ya vijana. Nakumbuka mimi nikiwa mdogo sana pale Bomani ulikuwa na ligi ulianzisha wewe. Ikawa tunasema sisi tukiwa vijana, ligi ya Said Ali, ligi ya Said Ali. Ligi ikavuma sana ile ligi. Na hili ni jambo ambalo ni zuri katika jamii, kwa sababu umeishughulisha jamii na mambo ambayo ni bora kwao kuliko kurangaranga ovyo na kuingia katika madawa ya kulevya na nini. Umeimarisha jamii kwa kuwaekea ligi, na ligi ikavuma Mombasa nzima. Ni jambo gani ambalo lilifanya baadaye ligi kama ile isiwe ni yenye kuendelea? Mpaka hapo ni mwisho wa sehemu ya kwanza. Ungana nasi katika sehemu ya pili ya kanda hii.